TV. Tuna kipindi chetu hichi kwa ajili ya kumsoma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo kwamba ametuelimisha katika akwali zake na katika matendo yake. Ilikuwa ni desturi yetu kila siku ya Jumatatu katika channel yetu ipendwa kuletea hadithi maarufu za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo tupo katika hadithi maarufu ambayo kwamba kila mmoja miongoni mwetu anaifahamu, lakini na mafunzo makubwa kwamba tunanukuu. Amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Bwana Mtume, rehma na amani zimshukie juu yake, almar'u mtu ala dini khalili, yuko juu ya tabia za rafiki yake. Mtu yoyote yuko juu ya tabia za rafiki yake. Rafiki yako ambaye kwamba unaambatana naye, tabia zake ndizo ambazo kwamba utakuwa nazo wewe. Zikiwa tabia zake ni njema, basi jua na wewe tabia zako zitakuwa ni njema, na ikiwa tabia zake ni mbaya, basi jua pia tabia zako wewe zitakuwa mbaya. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme uongo. Kwa Mtume anasema almar'u, mtu ala dini khalili, yuko juu ya tabia za rafiki yake. Fali yanzur ahadukum, basi naangalie mmoja wenu, man yukhali, ni nani wa kufanya kwa rafiki yake. Fali yanzur ahadukum, basi naangalie mmoja wenu, man yukhali, ni nani wa kuambatana naye katika rafiki, kwa sababu mnasaba wa tabia zake yeye ndugu yako ndizo ambazo kwamba utaishi nazo wewe. Alivyo rafiki yako ndivyo ambavyo kwamba wewe utakuwa. Na siku zote tabia mbaya kuziiga kwa rafiki yako ni wepesi zaidi kuliko yeye mwenye tabia mbaya kuziiga tabia zako za mtu, tabia zako zilizokuwa njema. Maneno maarufu yanajulikana kwamba mtu muovu kuigwa na mtu mwema ni rahisi kama maji kuteremka katika mporomoko, lakini mtu mjinga kumuiga mtu mwema ni ngumu kama vile maji kupanda mlima. Kwa hiyo marafiki zetu ndio ambao kwamba watakuwa na mnasaba wa tabia zetu. Tabia zao zilivyo ndivyo ambavyo kwamba zitakuwa tabia zetu. Ni nani ambaye kwamba wewe ni rafiki yako? Ukirudi katika sura Zukhruf, na aya hii nitainukuu kwa sababu kipindi chetu hichi ni cha dakika chache, kwa hiyo hatutaweza kuinukuu aya nzima, lakini nenda katika sura Zukhruf aya ya 67. Mwenyezi Mungu anazungumza marafiki siku ya Kiyama, namna ambavyo kwamba wataenda kulaumiana, lakini watakapokuwa watasalimika ni marafiki gani? Wale ambao kwamba ni wacha Mungu. Kwa hiyo wale marafiki ambao kwamba ndani ya urafiki wao walikuwa na tabia mbaya, siku hiyo watalaumiana, lakini wale ambao kwamba walikuwa ni wacha Mungu, siku hiyo watakuwa na furaha, watakuwa na bashasha. Ni nani ambaye kwamba umefanya rafiki yako? Alisema mwanashughuli mmoja, wa inswafaita au khalalta khilla fa fi rahmani faj'al man tu'akhi. Anasema inswafaita, na pindi ukitaka mpenzi wa kudumu naye, wa kuishi naye, au khalalta khilla, au kamtafuta mwandani wako, mtu ambaye kwamba lako ni lake yeye ni lako wewe, na mnaishi kwa kupendana na mnaishi kwa kushibana, fa fi rahmani faj'al man tu'akhi, yule ambaye kwamba atakuelekeza kwa Mwenyezi Mungu, huyo ndiyo ufanye kuwa ni rafiki yako. Ni nani rafiki yako? Tabia za rafiki yako ndizo zitakuwa tabia zako wewe. Je, ni nani uliyofanya rafiki? Kila mmoja miongoni mwetu akae atafakari, tuangalie marafiki zetu ni kina nani, ili tuweze kupata neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kwa marafiki ambao kwamba watakuwa ni wacha Mungu, na ili tusiwe miongoni mwa wale ambao kwamba ni marafiki siku ya Kiyama tutaenda kulaumiana. Assalamu alaykum.